ya kuzungumza nawe nilikuuliza kuhusiana na timu kubwa ambazo zimetoka nje ya viwanja vyao vya nyumbani zimeshindwa kupata matokeo, lakini ukasema nisikufananishe nao, na leo kweli umetoka nje ya uwanja wa nyumbani, mechi ya kwanza ugenini imepata ushindi. Hii unaizungumziaje? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi katika mchezo. Haikuwa nyepesi hata kidogo. Kila mmoja ameona ugumu wa mchezo huu, na uzuri ni kwamba tulishajiandaa psychologically kukutana na upinzani mkubwa namna hii. Moja kati ya timu ngumu sana hivi sasa katika ligi yetu ya Tanzania ni pamoja na JKT Tanzania, na nichukue nafasi hii kumpongeza mwalimu Ahmad Ali kwa namna ambavyo ameitengeneza JKT na kuifanya kwa moja la juu sana. Tazama utulivu wake, namna ambavyo akikaa na mali upande huu wa kulia anakuwa na option nyingi, anaweza akakatiza uwanja akaingia kwenye goli, anaweza akapiga pasi mtelezo, anaweza akashoot. Ni mchezaji ambaye amekamilika kwa 100%. Pasi mtelezo ikoje? Pasi mtelezo ni ile ambayo watu wamekaa wengi kwenye kikundi, alafu unapenyeza katikati yao, inapasua. Ndicho ambacho alifanya hata kwenye utengenezaji wa goli la pili. Alipenyeza katikati ya mabeki watatu wa JKT, wakatamani kama kuigusa hivi, ikawaporochoka, ikamkuta Simba mweusi akafunga. Mechi zote mlizocheza ametoa man of the match. Leo ilikuwa nizamu ya Wilson Nangu. Beki wa namna gani? Tulijua moja kati ya silaha ambayo tutaitumia kuangamizia JKT Tanzania ni silaha mbili, ya Wilson Nangu pamoja na Yakubu Suleiman, na imetulipa. Kwanza imeonyesha kwa nini tuliwaamini na kuwasajili, lakini inaonyesha ni kwa namna gani ilikuwa ngumu kumsajili mchezaji aina ya Yakub pamoja na Wilson Nangu. Leo wamefanya kazi kubwa. Wilson Nangu ameibuka shujaa, anakuwa mchezaji bora wa mchezo huu wa leo, lakini kama haitoshi, ndio mchezaji ambaye aliyeturejeshea pumzi na matumaini. Baada ya JKT kuwa ametutangulia, pumzi ikaanza kukata, watu wakaanza kukata tamaa, lakini ni Wilson Nangu alisema ya kwamba turejee katika mchezo kwa kufunga goli lake la kwanza katika ligi kuu ya NBC, lakini ni goli la pili tangu amekuja Simba Sports Club. Kwa lugha nyepesi, yani kwa lugha nyepesi kweli kweli, mabeki wetu watatu wakati wana magoli mengi kweli kweli. Wilson Nangu ana magoli mawili, moja kwenye Champions League, moja kwenye ligi kuu ya NBC. Inspector Karabwa Shamo ana goli mawili mchini, ana goli moja. Rushain Dirok ana magoli mawili. Rushain Dirok ana magoli mengi kuliko washambuliaji wengi wa ligi kuu ya Tanzania. Hivyo hivyo kwa Wilson Nangu ana magoli mengi kuliko washambuliaji wengi katika ligi kuu ya Tanzania. Hii inaonyesha ni kwa namna gani silaha hii ambayo tulichukua kutoka JKT iko timamu kwenye kuitumikia Simba. Ndio tuseme bahati njema kwenye uwanja wa Benjamin. Leo tuliko ugenini nyumbani. Ugenini kitaratibu na kikanuni, lakini nyumbani kwa maana ya wingi wetu, lakini nyumbani kwa maana ya kufungua bismillah matumizi ya uwanja wa Meja Jenerali Samuel. Kila kitu kimekwenda vizuri, na nichukue nafasi hii kuwashukuru mashabiki wote wa Simba Sports ambao wamekuja uwanjani leo kuja kutusupport. Nilikuwa napata hofu sana wangetuacha peke yetu, tungejisikia unyonge, na kama haitoshi JKT wana vijana wao fulani hivi ambao huwa wanapiga mangoma sana. Leo nadhani hawajali. Sasa nikaa nawaza majukwaani wakitawala, wale vijana wa JKT wamenyoa vipara, wanacheza na kushangilia muda wote. Sisi tungekaa kinyonge katika ardhi yetu, tungejisikia unyonge, lakini washabiki wetu wamekuja kwa wingi, na tulitoa agizo waje na mangoma yale makubwa, wamekuja nayo na tumeikamata Meja Isamuyo. Tumefurahi. Ni wapongeze mashabiki wote ambao wamekuja uwanjani na utaratibu ambao wameutumia kuja uwanjani. Wengi wametumia utaratibu wa kukodisha magari na kuja kwa pamoja.
kwa sababu logistics za usafiri kwa huku Mbweni Ushuani ni changamoto kidogo. Huku Mbweni kila mtu ana gari lake, kwa hiyo daladala ni changamoto. Daladala zinapita kule Bunju, kule Bunju Misi, Bunju huko Latifu, unaona huko Makambali mama, lakini leo unaselelea kabisa.